Shule hatukuanza kirahisi na tulianza na wanafunzi 4. Wawili walikuwa ni watoto wa ndugu zetu. Katika episodi yetu ya leo tuko na mmiliki wa Olkolili Secondary School pamoja na Vocation Center. Sasa ni kitu gani ambacho tunakiangalia leo? Naomba uwe na sisi kwenye safari yake mwanzo mpaka mwisho, manake kuna somo kubwa sana ambalo unaweza ukalipata kupitia yeye. Naomba bila kupoteza muda niweze kumkaribisha aweze kujitambulisha, alafu baada ya hapo atatuelezea kuhusu safari yake. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana ndugu Emmanuel. Ndio. Nashukuru sana. Naitwa Thomas Bonepastor Mcha. Ndio. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa nafasi hii adimu. Ndio. Kuweza kuzungumzia juu ya kilichoitwa maisha yangu binafsi. So kama nilivyojitambulisha, mimi ni mjasiriamali. Na baada ya kumaliza elimu yangu ya of course ya juu, niliamua kuventure kwenye uanzishwaji wa shule binafsi ambayo inaitwa Olkolili Secondary School kuanzia mwaka 2004. Shule yetu ipo eneo la Olkolili. Na maana ya neno Olkolili ni neno la Kimasai. Ndio. Linalo tafsiriwa kwa maana ya mti unaokuwa katikati ya mwamba au katikati ya jiwe. Ndio. Na mahali pale kwa jamii ya Kimasai huwa panafanyika maamuzi au mambo ya muhimu ya kijamii. Lakini kwa bahati mbaya sio elimu. Kwa hiyo tukaamua tutohoe idea hiyo ya Masai, lakini tuweke idea ya elimu. Na kitu ambacho pia umesema baada ya kumaliza chuo uliamua kwenda kwenye kujikita zaidi na hiyo shule. Ndiyo. Ni kitu gani ambacho kilikuvutia? Kulikuwa na sababu gani nyuma ya pazia ambayo ilipelekea wewe kujihusisha na shule? Asante sana ndugu Emmanuel. Mama ni mdau wa elimu wa miaka mingi, mama mzazi. Kwa hiyo alini-inspire sana. Okay. Alini-inspire kwa sababu mama alitufundisha kwamba elimu ni nguvu ya kipekee ambayo unaweza ukampatia mtu au kumrithisha mtu na ikawa chachu kwenye maisha binafsi. Kwa hiyo kwa sababu basi ya muda mrefu wa mama mzazi kuwa kwenye sekta ya elimu, alikuwa ni kama role model wetu. Kwa hiyo alini-inspire kwa maana ya kwamba alitamani sana iko siku baada ya kuacha kazi za kuajiriwa aanzishe shule bali ita Olkolili. Basi na mimi nikajiunga naye ili kuweza kuendeleza ndoto yake. Ndio. Sasa baada ya wewe kuwa umetoka umezungumza baada ya kuwa umetoka sasa chuo ukaamua kwenda pale shuleni kwamba nawe ukaendelea kuiendeleza shule zaidi. Sasa nini kiliendelea baada ya hapo? Well, shule nizungumzie hatukuanza kirahisi. Tulianza kidogo kwa ugumu kama ilivyo kwenye mambo mengi, kila mwanzo una magumu yake. Shule ilianza 2004, ikasajiliwa 2006. Na tulianza na wanafunzi 4. Katika wale wanafunzi 4, wawili walikuwa ni watoto wa ndugu zetu. Kwa hiyo ni kama tulitafuta watoto wa kuja kujustify means ya kuanzisha shule. Ndio. Tulianza na darasa 1. Lakini kwa ajili ya juhudi na kuamini ndoto za mama, shule iliendelea kwa kweli kwa kufanya vizuri, na form 4 yetu ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2007. Matokeo yalikuwa ni ya kawaida. Na tuliendeleza dhana ya kuhimiza watoto haswa wa Kimasai. Kwa hiyo tulipata watoto kadri miaka ilivyozidi kusonga mbele. Na umezungumza kwamba kwanza mlianza na darasa 1. Ndio.
Alafu pili, baada ya hiyo form 4 ya kwanza kwamba matokeo hayakuwa yanaridhisha, ninyi sasa mlijisikiaje kwamba mmeanzisha hiyo shule lakini matokeo hayajaridhisha na kuna jamii ambayo pengine inawatazama na imepeleka watoto wao kwenye shule yenu? Kwanza hatukukata tamaa ukizingatia kwamba wengi waliotuzunguka na tumeenda kuanzisha taasisi kwenye eneo ambalo elimu ilikuwa haipewi kipaumbele sana. Hatukukata tamaa lakini kwa juhudi matokeo yale kadri miaka ilivyozidi kusonga mbele yaliendelea kuimarika. Kulikuwa na improvement ya kutosha. Kwa hiyo pamoja na kwamba watoto waliendelea kuongezeka, lakini juhudi ya walimu, uelewa wa wazazi ulipelekea kuwa na matokeo chanya kadri jinsi ambavyo muda ulivyokuwa ukiendelea. Kwa hiyo hatukukata tamaa na kulikuwa kuna improvement. Na ni mbinu gani sasa ambayo ninyi mliweza kuitumia ili kuweza kuwashawishi wale wazazi wawalete watoto wao shule? Kwa sababu umesema ni jamii ambayo kwa kipindi hicho ilikuwa ni ngumu sana kuleta watoto shule. Sawa. Mojawapo ya mbinu, na haswa nikizungumzia kwa jamii ambayo ilikuwa imetuzunguka, ni kuwahamasisha wazazi kwamba kipengele ambacho kilikuwa ni kigumu sana kwao kilikuwa ni ada. Lakini kwa sababu ni watu ambao ni wafugaji kulima, tulitumia mbinu ya kubadilishana, kwa mfano mazao. Shule yetu ni shule ya kutwa na kulala. Kwa hiyo kwa wale wanafunzi waliokuwa wakilala walihitaji kwa mfano kipengele cha chakula. Kwa hiyo tulihimiza hata mzazi aweze kuleta mbuzi, aweze kuleta mahindi, aweze kuleta maharage, na tuliweza kuyabadilisha kuwa dhana ya kifedha, na basi wazazi wengi waliitikia ule wito kwa sababu waliona nina gunia kwa mfano kadhaa store. Nikitoa gunia 10 mwanangu anaweza kasoma kwa mwaka mzima. Nikitoa kwa mfano mbuzi 5 wakakigwa mnada, mwanangu anaweza kasoma kwa muhula mzima. Kwa hiyo vile vile ilikuwa ni mbinu mojawapo. Kwa bahati nzuri sana jamii ya Kimaasai ina utaratibu wa kuzingatia rika. Wanasisitiza sana kwenye masuala ya rika. Kwa mfano rika la Oleguanan ni rika la wazee ambao wakishaamua jambo na mara nyingi mambo haya yanakuwa ni kwa manufaa ya jamii yao, basi wazee wale husikilizwa na maamuzi yao hutekelezwa. Kwa hiyo tulifanikiwa sana, na bahati nzuri nikimtolea mfano wa Oleguanan mmoja, mzee wetu Mungu amrehemu, anaitwa mzee Koisasi. Yeye katika maisha yake nikimzungumzia, alitoa uwanja kwa ajili ya kuanzishwa shule ya primary kwa jina hilo la Orkolili Primary, shule ya msingi. Kwa hiyo ni mzee ambaye alielewa chachu ya elimu, na kwa kutumia nafasi yake ya ukuu wa kaya, yani Oleguanan, aliweza kuwashawishi wazee wenzake kwa kiasi kikubwa kuweza kufanya mambo kama haya, aidha ya kuuza mfugo au kubadilisha. Kama hivyo tunavyosema, kweli ni vigumu kwa wazee wa Kimasai kutoa dume lake, ng'ombe wake kwa ajili ya kwenda kulipia kitu kama elimu, lakini kwa kutumia wazee wa jamii hiyo wa level ya viongozi waliweza kutusaidia sana, na tulifanya utaratibu wa harambee. Na harambee zile hata kama hazikuleta fedha, lakini zilijumuisha jamii. Kwa hiyo waliona, walishiriki katika ushiriki ule, nao uliendelea kujenga ushawishi. Umezungumza mwanzoni kwamba mlivyoanza mlikuwa na wanafunzi 7. Baadaye kwamba shule imekuwa kuna mafanikio ambayo yameonekana. Sasa hapo ni kitu gani zaidi ambacho kiliweza kutokea? Sawa kabisa. Nashukuru ndugu Emmanuel. Kama nilivyosema, matokeo ya kidato chetu cha kwanza kwa maana ya mtihani wa taifa walimaliza wanafunzi 22. Naweza nikaiita ndio ilikuwa ndio form 4 yetu ya kwanza hiyo kumaliza.
na wanafunzi 6 walifanikiwa kujiunga na kidato cha 5. Lakini wengine tuliendelea kuwafuatilia maisha yao, kwa sababu pamoja na kuhimiza elimu kwa jamii hii, tulikuwa na program ambayo tulikuwa tunachukua kila mwaka. Tulikuwa tuna sponsor wanafunzi 4, 2 wa kike na 2 wa kiume, kwa maana ya kwamba wanasoma bila ada ya aina yoyote. Kwa hiyo tulikuwa tuna tabia vile ya kufuatilia maisha yao baada ya kidato cha 4, wanafanya nini, wanaendelea vipi. Sasa tulipoona kwamba kuna idadi kubwa ya wanafunzi ambao hawafanikiwi kwenda kidato cha 5 na cha 6, tukafikiri kwamba ni mbadala gani ambao unaweza ukawa na manufaa sio kwa mwanafunzi tu, lakini kwa jamii vile vile. Kwa hiyo tukaja na wazo la kuanzisha elimu ya ufundi chini ya mamlaka ya VETA. Kwa maana ya kwamba basi mwanafunzi akijiunga na shule yetu, mafunzo ya VETA anayapata bure. Yani ndani ya ada hiyo ya sekondari, tunahamasisha wanafunzi nao wasome masomo ya ufundi. Na katika utaratibu wetu huu sasa wa kuwa na elimu pacha au tuseme huduma pacha, kwa maana ya kwamba muongo wa masomo ya sekondari lakini na muongo wa masomo ya ufundi, baada ya kupata usajili tuliamua ili kuwahamasisha hawa wanafunzi, mwanafunzi akishajiunga kwa upande wa sekondari, basi kwa ile ada ile ya sekondari, basi tulikuwa tunampatia vile vile mwanafunzi na elimu ya ufundi study, kwa maana ya kwamba VETA. Na VETA wao wana program ya miaka miwili. Kwa hiyo mwanafunzi wetu alipokuwa akiingia form 1, tulikuwa tunairefusha ile program ya VETA, badala ya mwanafunzi yule kufanya ndani ya miaka 2, anaifanya ndani ya miaka 3 hadi 4. Kwa maana ya kwamba haifanyi full time, lakini anaifanya partially. Maana yangu ni kwamba mwanafunzi anaweza kaingia kidato cha 1 akachagua fani fulani, let's say fani ya ushonaji, akiwa anaendelea na masomo yake sekondari, huku anaipata wasaa wa kuingia kwenye vipindi vya ufundi, kwa sababu ni hapo shuleni. Alafu tunamsajili kufanya mtihani wa VETA anapofika mwaka wa 3, yani kidato cha 3. Kwa hiyo anafanya mtihani ama anapokuwa kidato cha 3 ama kidato cha 4, ili kumpunguzia kinachoonekana kuwa mzigo wa kubeba curriculum ya VETA na ya sekondari, NACTE na NECTA. Kwa watazamaji wetu pamoja na wasikilizaji, kwanza mimi nimefurahishwa na mfumo ambao umetumika kwenye shule yenu, kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi tuna changamoto ya tatizo la ajira, especially kwa wale wanafunzi ambao unakuta hawajafanya vizuri. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule anakuwa ajui aende wapi, lakini huku kwenu imeweza kuwa accommodate watu wote, kwamba ukimaliza shule unakuwa na vyeti viwili, kwamba cheti ambacho kimetoka baraza pamoja na hicho cheti ambacho kimetoka VETA. Kwa inaonyesha ni namna gani pia mmeweza kutengeneza ajira kwa upande mwingine kwa wale wanafunzi ambao walipenda kujiendeleza zaidi kwenye ule ustadi wao. Kwa hiyo ni jambo zuri sana na ndugu Emmanuel, labda kwa kusisitiza tu niseme kwa wakati huo kilionekana ni kitu ambacho ni kigumu labda kwa mwanafunzi, lakini kimekwenda kuwa sera ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake, ndio imekwenda kuwa sera ya nchi sasa hivi ya kuanza kuandaa vijana katika masomo ya vitendo zaidi kuliko kukariri tangu wanapoingia sekondari. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa kama ndoto, lakini limekwenda kuwa kama sasa ndoto yetu inakwenda kutimia, kwa kuja kuona kwamba ndio jambo ambalo
linasisitiziwa na serikali yetu ya sasa. Yes. Kipindi ambacho tumeanza stori yetu, maanake tumeona ni namna gani ambavyo wewe uliweza kumjoin mama kwamba kuungalika na mama mkaendelea kuiendeleza shule. Ndiyo. Sasa kwa sasa hivi, yani wewe uko kwenye position gani kwenye ile shule? Nashukuru ndugu Ima. Kwa uhusiano uliouita wa mama kwa mtoto, nilikuwa ndio msaidizi, an immediate assistant wa mama. Kwa hiyo nilikuwa meneja msaidizi katika uendeshaji wa shule. Na kutokana na kwamba sasa ya ujana, mimi nilikuwa naangalia na majukumu zaidi ya kuangalia mambo ya nje ya shule. Haswa ukizingatia kwamba si ukusanyaji mathalani wa ada tu ambao unaweza ukatosheleza kuweza kuendesha kitu kama taasisi ya elimu. Kwa hiyo ilihitaji mawasiliano ya nje ya shule, kwa mfano wafadhili mbalimbali. Na ukizingatia VETA ilikuwa inahitaji kupata kujua vitu vinavyofanyika nje, vinavyofanywa na wenzetu. Na nikitolea mfano, tulikuwa na partnership ya mashirika mbalimbali ya ubunifu. Nilitaja tu kwa upendeleo shirika la Twende ambalo liko Arusha. Hili lilikuwa lina sessions mbalimbali ndani ya mwaka ya ubunifu, lakini ushindani na maonyesho, exhibitions. Kwa hiyo hii ilijenga hali ya ushindani, ikajenga hali ya ushindani si baina ya wanafunzi wetu tu, bali na baina ya taasisi nyingine mbalimbali. Lakini vile vile chuo kikuu cha Nelson Mandela nao walikuwa wana program za innovations. Nao tulipata bahati vile vile ya kujiunga. Kwa hiyo mimi nilikuwa nipo zaidi kama kiungo cha hayo ya nje ya taasisi. Na labda nitumie fursa hii kusema kwamba hakuna jambo lolote lisilokuwa na magumu yake. Nitumie nafasi hii vile vile kusema sasa magumu haya nilianza kuya experience baada ya kuondokewa na mama mzazi. Mungu amrehemu. Na alikuwa ni mtu ambaye ni instrumento sana kwa mawazo, lakini kila kitu kikawa kinanielekea upande wangu sasa. Uendeshaji wa shule, na kitu kikubwa sana Bwana Emmanuel kwenye shule hizi binafsi, jina kwa mfano brandi ile ya tunapeleka watoto kwenye shule ya mama fulani. Je, mama yule hayupo, vitu ni vile vile. Kwa hiyo sipendi sana kusingizia hiyo ndio sababu kuu, lakini kwa kiasi fulani ilipelekea baadhi ya wazazi kufikiri kwamba kutokuwepo kwa mama mahala pale hatutopata tena ile huduma ambayo watoto wao walikuwa wanaipata. Yule bwana ataweza mwenyewe. Kwa hiyo kwa kweli tulianza ku experience changamoto ya idadi ya wanafunzi kwa mfano. Lakini si hivyo tu, na sera ya serikali kujenga shule za kata. Jirani yangu kabisa mita 100 kuna shule mpya ya serikali. Si kosa, ni wazo zuri kabisa hilo la wazazi ambao of course hawawezi kusomesha watoto kwenye shule binafsi, lakini hiyo nayo ilikuwa ni changamoto. Serikali kuboresha shule zake. Kwa hiyo sasa unaona, kwa sababu shule inaendeshwa kwa nguvu ya makusanyo ya ada. Unapokosa idadi ya kutosha ya watoto, inakuwa na athari ya moja kwa moja kwa makusanyo ya ada. Sasa hapo kumbuka, kuna walimu lazima waendelee kulipwa. Uendeshaji wa shule huko pale pale, regardless ya kwamba una wanafunzi wangapi. Una wanafunzi 20 darasani, mwalimu lazima aingie, lazima alale, lazima ale. Cost zote za uendeshaji ziko pale pale. Sasa unafanya nini? Kwa hiyo kwangu mimi binafsi ndio likaja wazo la kujiunga kwa mfano na SACCOS ya kanisa la Kiinjili la Kiluteri ambalo liko ndani ya wilaya ya Hai kama mwanachama.
Kama ambavyo tumeiona sasa au tumeisikiliza stori yetu kwamba kila sehemu changamoto zipo, na imeonyesha tangu Mr. Thomas akiwa anaanza alikuwa akienda vizuri na mama yake ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanaaminika zaidi na jamii na hata hizi taasisi nyingine. Sasa hayupo, changamoto zimeanza kuonekana kwamba baadhi ya wazazi wanawatoa watoto wao shule wakiwa hawamwamini, hawana imani na yeye, na hapa pia ndo ulikuwa ni muda wa yeye kuweza kuvaa vile viatu vya mama yake ili kuona kama viatu vitamtosha au vitampwaya. Sasa tunaweza tukaangalia ni kitu gani kilitokea baada sasa ya yeye kuamua kwenda kwenye SACCOS, ikiwa lengo ni kuweza kupata kile kiasi cha pesa ambacho alikihitaji. Sasa ilikuwaje? Naomba nirudishe mic ili yeye aweze kutuelezea zaidi. Nashukuru sana ndugu Emmanuel. Labda tu kwa ufasaha ni rekebishi kidogo hapo kwenye hoja ya kutokuwa na imani na yeye, kwa sababu wengi watakuwa na shauku kwamba hii imani waliokuwa wanampa imepotea viti ghafla. Niseme tu ni kwenye jambo lolote linalohusu maisha ya mtu, haswa malezi, ile figa ya mama, ule uwepo wa mama, ule ulezi, haswa ukizingatia asilimia fulani ya wanafunzi aliwalelea tangu wakiwa kwenye level ya primary. Kwa hiyo sasa kuna ule mshtuko hata katika maisha tu ya kwamba umeondokewa na father figure, mother figure. Labda nikurudishe miaka hiyo, sijui kama ndugu Emmanuel ulikuwa umeshazaliwa wakati wa Mwalimu Nyerere, Mungu amrehemu, alipoondoka nchi ilitikisika kidogo, tabaki salama, hali kama hiyo. Kwa hiyo sasa kule kuachwa pekee kukapelekea kwamba ataweza kupelekea malezi kama yale tulikuwa tunayapata akiwa chini ya mama. Misingi ya shule iko pale pale. Kwa hiyo basi ndugu Emmanuel, hii ni kweli ilipelekea baadhi ya wazazi kuwa na namna mbadala ya kupeleka watoto kwenye shule nyingine, lakini sikukata tamaa, na kama hivyo nilivyotaja, nikafikiri kwenda kwenye benki fulani kwenda kuchukua mkopo ambao unaweza ukawa kama ni chachu ya uendelezwaji wa taasisi, kwa maana ya kwamba unavyokusanya ada kidogo kidogo ndio chanzo cha pekee cha kurudisha mkopo ule. Lakini pasipo kutaja jina la mabenki haya, niseme tu ni mabenki, mikopo ile ilikuwa na masharti magumu sana na masharti mazito mno, na bahati nzuri baadhi ya walimu kama navyosema, katika nafasi zao binafsi, wao walikuwa ni wanachama wa SACCOS hii ya kanisa. Wakaja na wazo hivi, kwa nini wewe kama taasisi usiende kuchukua dhamana ya kwanza kujiunga? Kuna neno kujiunga, kuwa mwanachama, kwa sababu benki ni unakwenda nipe nikupe, ukishindwa nipe. Lakini SACCOS unajenga kama kauhusiano fulani, kuna malezi yapo. Kwa hiyo baada ya kujiunga na wanachama na kufuata vigezo na masharti, kwa kweli imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa taasisi, kwa maana ya kwamba wanatusaidia fedha ambazo kwanza zinarudishika na masharti yake ni nafuu sana. Sasa baada ya kuwa mmepata huo mkopo wa kuweza kusaidia kwenye zile gharama za uendeshaji, ndio taswira kwa jamii ilikuwaje? Kwamba imani ikawa imerudi au mambo yalikuwaje? Labda nianze na ndani. Kwanza ndani kwenyewe. Yes, ndani nikimaanisha staff. Tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kurudisha ile imani ya uhakika wa sehemu ya kazi. Kwa maana ya kwamba hakuna kitu kigumu Bwana Emmanuel kama kuwa na staff, kwa maana ya mwalimu, staff kwa maana ya mpishi anayepika chakula bora kwa mtoto, kutokuwa na imani akaondoka, uje ukatafute staff mwingine ukae naye, na sometimes leo kufikia kwenye viwango vile ni ngumu.
tumeweza kurudisha kwa kiasi kikubwa. Kama unavyojua sekondari kila mwaka, kwa mfano unaweza ukatoka watoto 60 wa darasa moja ukaweza kurecruit watoto 40 wa kidato cha kwanza. Kwa hiyo naweza nikazungumza kwa uhakika kwamba ile trust na uendeshwaji wa shule, wanafunzi wameweza kurejea, sio kwa viwango vikubwa sana, lakini ni vya wastani, kutokana na ushindani uliopo sasa hivi wa mashule ni mkubwa. Kwa hiyo kumekuwa na nafasi za mzazi kuweza kuchagua sasa hivi, tofauti na tulivyoanza. Kuna mashule mengi binafsi yameanzishwa, lakini kama ninavyozungumza, kuna shule ya kata ambayo ina sera rafiki kwa jamii iliyotuzunguka, lakini wanafunzi tunawapata na tunaweza kujiendesha kibiashara. Na sasa yani kwa sasa hivi labda mtu ambaye anajiuliza, labda mtazamaji na msikilizaji ambaye anatamani kumfahamu zaidi Thomas au Mr. Thomas ni nani? Ndio. Thomas bado ni yule ambaye aliazimia kutimiza ndoto ya mama mzazi. Bado tunaendelea kutoa huduma ya elimu, haswa katika mfumo huu mpya wa NACTIVATE, na kama hivyo nilivyogusia kwamba sera ya serikali sasa hivi inaendana moja kwa moja, kwa maana ya kwamba kuwa na mfumo wa shule za amali. Kwa hiyo shule yetu pamoja na kutoa elimu ya sekondari, bado tunatoa nafasi kwa vijana kuja kwanza kuonyesha ubunifu wao, kuugundua na kuuendeleza. Lakini kwa upande wa elimu ya VETA ni kupata vyeti na kuweza kufanya vitu vya ufasaha zaidi kwenye jamii, ukiachilia mbali mfumo wa kawaida wa sekondari. Kwa hiyo nishukuru tena sana Bwana Emmanuel kwa kupata nafasi hii adhimu kuweza kuzungumzia kwa ufupi sana maisha yangu na nachojishughulisha nacho, kwa maana ya Olkolili Vocational Secondary and Vocational Training Center. Na kwa kupitia nafasi hii basi niseme nategemea kupata shauku ya kutaka kuijua Olkolili zaidi. Kwa hiyo niwakaribishe sana wale wazazi ambao aidha wako kwenye eneo letu au hata mbali zaidi, kuweza kutaka kujiunga na shule yetu na chuo chetu. Nashukuru sana. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Naomba niwakumbushe tu tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok kwa jina la PowerPod Podcast. Kwa kupitia huko unaweza ukashare na marafiki na watu wengine ambao wanahitaji kujifunza zaidi. Pia tunapatikana kupitia YouTube kwa jina la Skalt Online TV. Kwa huko unaweza ukaweka comments zako na pia ukashare na watu wengine ili elimu iendelee kuwafikia watu wengi zaidi na Tanzania iweze kubadilika. Naomba tukutane wakati ujao. Asanteni.